Radio Umoja ni sauti ya mwananchi. Shukrani kwenu nyote msikilizaji mpenzi wa matangazo ya Radio ya Umoja popote pale ambapo mnaendelea kututegea sikio. Muda umewadia wa kusikiliza habari katika lugha bora na tukufu la Kiswahili. Moja kwa moja tunakuanzia na mtasari wa habari zenyewe. Tulionayo kwa siku ya leo ni kwamba gavana wa jimbo la Kivu Kusini Jean-Jacques Purusi ametoa tahadhari kwa awaye yote mwenye kuuzisha na kuuza vitu vya serikali katika maeneo yanayomilikiwa na waasi wa M23 AFC kwa ushirikiano na Rwanda. Rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia mwanaseneta Joseph Kabila Kabange aripotiwa kupatikana mjini Goma tangu siku ya kwanza ya tarehe 26 mwezi Mei mwaka 2025, na hivyo ni kutokana na kile alichotamka wakati wa hotuba wake wa Mei 23 mwaka huu tunao. Tutakuwa vile vile huko Kinshasa ambako rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye patikana pa Kinshasa tangu Jumapili ya tarehe 25 mwezi Mei mwaka 2025, ziara yake ikiwa na lengo la amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tutakuwa vile vile na ukurasa wa magazetini ambao nyingi zinaongelea kuhusu matamko yake Joseph Kabila mbele ya vyombo vya habari. Msomaji wako ni Taise Wilonja Kakozi, upande wa pili ni wake Ngena Saido Jisile. Punde tu tunakujia na habari kamili. Radio Umoja. Kwa mara nyingine tena msikilizaji mpenzi, karibu. Kiongozi wa baraza la vijana mjini Baraka mwanasheria De Gaulle Malembe ametoa wito kwa vijana wa mji wa Baraka na kando mwake kutumia mtandao ya kijamii na busara kwa kutoa mada nzuri zenye kujenga, kuelimisha na kuchangia kwenye mshikamano wa jamii. Mwanasheria De Gaulle Malembe amesema hivyo baada ya kuona jumbe nyingi zinazozagazwa mitandaoni zenye kuonekana kuchochea chuki na nyingi zikiwa za uongo. En qualité ya président jeunesse tuko devant plateau yako juu tu sensibiliser jeunesse ya Uvira ya Fizi kuangalia koma batakuwa na choisir teme za mzuri na information gani il faut kureleer juu a partir de l'information una risquer kununuza mwingine. Et que donc hatuna intérêt moya ya kununuza mwingine uswate kuvuruga cohesion sociale chez sa jeunesse. Ndio maana na halika vijana wote kuwa na choisir teme za mzuri na habari zenye ziko sahihi. Habari yao kwa mbaya kusema wasa uswate kuandika, mais inabidi kuverify si habari ni ya kweli, hususan habari za uongo aziko habari za mzuri, na kuangalia tuko periode gani. Gavana wa jimbo la Kivu Kusini Jean-Jacques Purusi ametoa tahadhari kwa awaye yote mwenye kuuzisha na kuuza vitu vya serikali katika eneo zinazomilikiwa na waasi wa M23 AFC kwa ushirikiano na Rwanda. Tahadhari hiyo ametoa wakati wa ziara yake ya tarehe 21 hadi 22 Mei mwaka 2025 tarafani Fizi. Ziara iliyokuwa na lengo la kutoa msaada wa kiutu kwa wahanga wa mafuriko ya Asaba. Jean-Jacques Purusi anaeleza. Tuna vivre leo diplomatie inaanza porter fruit yake, parce que diplomatie kamaliza hivi yote. Tunaona kama dans peu de temps tutakuwa Bukavu. Na wale kuamisha manyumba ya leta, mashamba ya leta na coopérer na enemy, tuwata kurenforcer vita, luabu notaimbia tutona kwa batapitia sasa tunafika. Bahati ile mablage parce que tout ce que tu fais à kuletea ule gale watu franka iko na financer ma arme, ma drone, ma nini za kia kutuliwa na kutukia. Pigia Mwenyezi Mungu donc accent, pigia Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président wetu accent, gouvernement yetu yote, na pigia accent gouvernement provincial yote à travers combat ya mwenzetu alimene hapa Jean-Jacques Lakano, pour qui j'ai toujours eu énormément de respect, contrairement à ma intoxication, réseaux sociaux, tout ça c'est pas grave. Mais tuko uni na tabakia uni. Pa Walikale ni kwamba vyuo vikuu na university za tarafa la Walikale mkoani Kivu Kaskazini vilisitisha harakati zao tangu siku ya kwanza ya tarehe 26 mwezi Mei mwaka huu tunao. Walimu na wafanyakazi wengine
waliacha kutumika kazi kwa kupinga hali ya kutokulipwa mishahara yao na kutokupata marupurupu yapata sasa miezi 5. Hali hiyo ya mgomo inaendana na barua nyingi zilizotumwa kwenye uongozi wa elimu ya vyuo vikuu bila kupata majibu yoyote, kama ilivyobainiwa na barua ya wanaoendesha mgomo huo. Tubaki tu mkoani Kivu Kaskazini, hususan huko Goma, ambako kuna habari zinazosema kwamba rais wa zamani wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia mwanaseneta Joseph Kabila Kabange alipotiwa kupatikana mjini Goma tangu siku ya kwanza ya tarehe 26 mwezi Mei mwaka 2025. Hivyo ni kutokana na kile alichotamka wakati wa hotuba wake wa Mei 25 mwaka 2025 akiwa ugenini. Licha ya kuwa akujawa na picha au video yoyote kwenye mitandao, habari hiyo inakamilishwa na account X ya AFC M23, pia hata na ya mratibu wake Corneille Nangaa ambaye anapongeza ujio huo. Kuwasili kwa rais huyo wa zamani wa DRC mjini Goma kunazua mitazamo tofauti mitandaoni. Tubaki tu mkoani Kivu Kaskazini, tarafani Ruchuru, ni kwamba makumi ya mihili ya watu wasiokuwa na uhai waliweza kuuawa wakati wa uvamizi ulioendeshwa na uhasi wa M23 imepatikana siku ya Jumapili ya tarehe 25 Mei pa Kirumba, Bukano na Kibambi, vijiji vinavyopatikana ndani ya groupement ya Tongo na Bambo tarafani Ruchuru ni mkoani Kivu Kaskazini. Duru toka shirika za raia eneo hizo zaeleza kwamba mapambano yaliyoendeshwa siku ya kwanza ya tarehe 26 Mei kati ya M23 na wazalendo katika mbuga la wanyama la Virunga, eneo la Ikibingu na Runzenze katika groupement ya Bambo, raia 4 wameripotiwa kufariki Pabwito kwa kuuawa na wahasi wa M23. Kabla ya kujia na ukurasa wa magazeti, hata tukuambia kwamba rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye anapatikana pa Kinshasa tangu Jumapili ya tarehe 25 mwezi Mei mwaka huu tunao, ziara yake ikiwa na lengo la amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa hii imekamilishwa na ofisi husika na habari na mawasiliano na msemaji wa rais Ndayishimiye ambaye ni kiongozi kwa sasa wa mbinu za kikanda za ufuatiliaji wa makubaliano kwa ajili ya amani, usalama na ushirikiano wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ukanda. Ziara hiyo inaendana na malengo ya kukutana na mwenzi wake Felix Antoine Tshisekedi katika utangulizi wa mkutano wa 12 wa makubaliano hayo unaopangiliwa mnamo tarehe 28 Mei mwaka huu tunao pa Kampala nchini Uganda, limebahini tangazo la vyombo vya habari la ofisi ya msemaji wa serikali ya Gitega. Katika habari za magazeti ni kwamba magazeti mengi yaliyochapishwa pa Kinshasa siku ya kwanza ya tarehe 26 mwezi Mei mwaka 2025 yanaongelea hotuba ya rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila Kabange mbele ya vyombo vya habari ya tarehe 23 mwezi Mei mwaka 2025. Tukianzia na gazeti la Eco News ambalo lina kichwa kinachosema wakati Kabila anashambulia Tshisekedi anajibu. Gazeti hilo linasema kwamba masengenyo yanayotolewa na Joseph Kabila kuhusu hali ya uchumi kwa sasa ilizua majibu ya haraka kwa upande wa serikali yenye kuwa madarakani. Le Phare lao limesema kwamba hotuba ya Joseph Kabila unaonyesha kukata kumrazi uhusiano wake na Kinshasa, akiahidi kurejea mjini Goma. Info 27 linaandika kwamba Kabila anazubaisha watu kwa kutoa wito kwa ajili ya umoja wa taifa, huku akionyesha kurejea katika siasa ya nchi kiuficho. Le Potentiel lao limeweka wazi njia zilizotolewa na Joseph Kabila ili kuondoa nchi katika shimo, akitoa njia 12 kukomesha uongozi wa kidikteta, ikiwa ni njia kubwa aliyosema rais wa zamani. Gazeti la Africa News limechapishwa likisema kuwa maneno ya msemaji wa serikali Patrick Muyaya
ambaye alidai maamuzi ya wakongomani inaonyesha kuwa rais mustafu ni mtu wa zamani ambaye hawezi pendekeza lolote kwa faida ya Kongo kwa wakati unaokuja. Ni kwa ukurasa huu wa magazeti ndipo tutakuwa tumewekea nanga habari zetu za siku ya leo. Shukrani kwa nyote ambao mmetutegea sikio tangu mwanzo hadi tamati. Shukrani kwake mwenzangu Ngena Saido Gisle ambaye alikuwa fundi wangu wa mitambo. Sintonyatuka vile bila kushukuru wenzi wangu ambao walikaa kwenye meza ya wariri kwa ajili ya kuandaa habari hizi. Mimi ni Taisi Wilonja Kakozi, naomba tukutane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu.